namna ya kuendea lugha, maudhui mbalimbali wanazotakiwa kuziwasilisha kwenye jamii, ili jamii sasa ione na wao wana wajibu gani, au hawa wadau ambao tumewaita hapa leo wana wajibu gani kwenye masuala mazima ya ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa mwaka wa 24-25 jumla ya watoto karibu 3 wamerudishwa kwenye familia zao, wengine Ngara, wengine Biharamulo, wengine Masasi na wengine halmashauri ya Tandahimba na Newala. Wamama ndio wanaongoza kwa kutupa watoto, lakini hatukupata fursa ya kukutana na wale wanawake. Tukaongea tu na mtuba baadaye tukamaliza tukaondoka zetu. Lakini ilikuwa vizuri zaidi tukutane na kina mama. Na nafikiri kama kungekuwa na uwezekano wiki ijayo tungeomba waje ili tukutane na wale mama lishe pale pamoja na watoto ambao wanazagazaga tuwaweke sehemu moja. Toa na mama yao nini tu waweke pale na biashara zao. Nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza kwanza nimejifunza kuwa karibu na watoto. Nimejifunza jambo la pili, watoto yani tusiwaachie simu kuchezea. Ni mada ambayo nyingi wazazi wa sasa hivi tunayo. Mtoto akitaka kulia unamkabidhi simu anachezea. Ni vitu ambavyo nimejifunza sana kutoka kwenye jamii na tena kuwapa elimu wananchi. Tumepeana maelekezo nini cha kufanya endapo utawaona hao watoto. Kwa hiyo tumejifunza hilo na sisi tunalichukua, tunakwenda kulifanyia kazi kwenye kituo chetu cha mabasi. Kufanya kwanza kabisa, kutokana na maelekezo tulioyapata hapa, tunatakiwa kwanza tuwe na vipeperushi pale kituo cha mabasi. Vipeperushi ambavyo vitakuwa na namba ya simu. Pindi tukiwaona hawa watoto basi tuwajulishe, na mtu akija ajifunze kupitia yale matangazo pale. Na nahakikishia kwamba mimi nitakwenda kulisimamia hilo kwenye kituo changu ili kuhakikisha hizi changamoto zisijitokeze.